Siku ya jana Juni 12, ndege ya Air Tanzania aina ya Bombardier Q400 ilifanya safari ya majaribio katika viwanja vya ndege vya Musoma na Shinyanga, hatua inayofungua njia ya kuanza kwa huduma za usafiri wa anga katika maeneo hayo baada ya maboresho makubwa ya miundombinu. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa uendeshaji wa viwanja hivyo, Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa alieleza kuwa baada ya kufanyika kwa maboresho makubwa, kwa sasa kiwanja cha ndege cha Musoma kipo daraja la uendeshaji code 2C ambapo kina uwezo wa kupokea ndege kubwa kama ATR 72 na Q400 ukilinganisha na awali kabla ya maboresho, ambapo kiwanja kilikuwa katika daraja la uendeshaji code 1C ambapo kilikuwa na uwezo wa kupokea ndege ndogo kama Cessna Grand Caravan na ATR 42. Gharama ya ujenzi wa uwanja ndege huu imegharimu takriban bilioni 36, lakini na serikali imelipa bilioni 13.3 kwa ajili ya fidia. Jumla bilioni 49.3 zimewekwa kwenye uwanja wa ndege huu. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania TAA Bwana Abdul Mombokaleo alieleza hatua ya mradi wa ujenzi wa kiwanja hicho ulioanza rasmi Aprili 2021 ukihusisha ukarabati wa barabara ya kuruka na kutua ndege yani runway kutoka urefu wa mita 1600 za changarawe hadi mita 1705 kiwango cha lami, ujenzi wa barabara mbili za maungio yani taxiways, ujenzi wa eneo jipya la maegesho ya ndege yani apron yenye ukubwa wa mita za mraba 19,500 ambayo ina uwezo wa kupaki ndege kubwa za Bombardier Q400 4 kwa wakati mmoja, pamoja na ujenzi wa maeneo tengefu yenye ukubwa wa mita za mraba 2,800. Baada ya uzinduzi huo, kinachotarajiwa sasa ni kuanza rasmi kwa safari za ndege, ambapo Air Tanzania inatarajia kuanza safari zake katika maeneo hayo hivi karibuni.